ya Ilala, ndugu yetu Mpogolo akiwa hapa katika kufanya shughuli za usafi wa eneo hili la Kariakoo. Unajua tunafanya usafi na maeneo tunayofanya usafi ni ya kwetu ya kibiashara, la kwanza. Lakini la pili, Kariakoo inatakiwa ifunguke. Kuna watu wanaojenga majengo kama haya wameingiza fedha nyingi sana, si ndio? Lakini kuna wenye maduka wameingiza fedha nyingi sana. Sasa lazima tuifungue. Lakini wewe wa moto unatuletea moto wapi? Kariakoo. Au moto wako wa Kariakoo ukiunguza haya maduka unaweza ukawalipa? Wewe huwezi kuwalipa. Haya, tubebe mzigo wetu basi, tuondoke na mzigo wetu mdogo mdogo. Haya, tunafanya usafi. Twendeni tufanye usafi wote. Twendeni tufanye usafi. Tunategemea kumpokea mgeni wetu, twendeni tufanye nini? Usafi. Sasa wakati mwenzako anafanya usafi, shekhe, twende tufanye usafi. Shekhe, mbona unanitizama hapo? Shekhe, tufanye usafi. Inshallah unataka twende, sio inshallah umekaa. Twende tufanye usafi. Inshallah unataka twende. Ni maelekezo hayo kutoka kwa mkuu wa wilaya ya Ilala Edward Mpogolo kwa wakazi ama wafanyabiashara wa hapa Kariakoo ambao wamejitokeza hapa. Bwana, niko hapa yuko hapa diwani wa Kariakoo Haji Sande Manara akiwa hapa na mkuu wa wilaya ya Ilala Edward Mpogolo. Hapa ni Kariakoo, watu wakiwa wameitika, usafi ukiwa unafanywa namna hii. Hii yote ni kuunga juhudi za viongozi wetu hawa ambao wamejitokeza hapa kwa ajili tu ya kuweza kufanya usafi. Hao ni viongozi wa wilaya ya Ilala akiwemo Edward Mpogolo ambaye yeye ndiye mkuu wa wilaya ya hapa katika mkuu wa wilaya ya hapa Ilala, lakini pia akiwa na diwani wa hapa Kariakoo Haji Sande Manara, yeye akiwa kwenye harakati hizi za kuweza kufanya usafi ili kesho Mheshimiwa Rais anapokuja katika maeneo haya ya Kariakoo basi mambo yawe mazuri kweli kweli. Inawezekana, barabara pana, gari zinapitika, njia zinapitika. Wenyewe dukani kwako usafi wao, kazi yao na karibuni tukafanye karibuni karibuni. Mheshimiwa ndio prime nitembelee madiwani salama kabisa. Kumbe Kariakoo inawezekana, inawezekana. Ni nyinyi tuna wengine ndio walofanya isiwezekana. Simuona bwana leo raha tunatembea tu, yani ni nyinyi mkiamua inawezekana, na wale wadogo zenu mkiamua. Tuko na mdogo wetu mkubwa hapa. Mimi sio mdogo wako. Sema tu mimi ni kakako ila wewe una hela. Mimi sio mdogo wako. Basi niko na kakaangu hapa. Kwa hiyo inawezekana tukajadili tukaweka timu moja tukatengeneza timu nzuri. Habari ikawa wazi. Tulishaona na tukawaambia sisi kama serikali hakuna mwenye interest humu barabarani. Sawa kabisa. Sawa. Tukiamua inawezekana bila ugomvi. Wala kuna mtu amegombana na mwenzie? Hamna. Kwa mheshimiwa diwani, tumepata diwani kijana bosi wetu, na hawa wadogo zetu tumeruhusu wapange kulia na kushoto, ila katikati watu wachie njia tu basi, na wameshakubali. Mimi niachie njia tu, wao zile meza walizonazo warudishe tu, wapi wa machinga. Kwa hiyo kuna shida wanazo, wafanya biashara tumesema tuko tayari za kwetu ziondoke kabisa. Wanazo, mimi sinajua wanazo basi watazirudisha. Haya, usafi ukiwa unaendelea hapa katika soko la Kariakoo kama unavyojionea hivyo, wananchi wakiwa wamejitokeza namna hiyo, usafi unafanyika kwa uzuri kabisa. Mkuu wa wilaya ya Ilala Bwana Mpogolo akiwa maeneo ya Kariakoo katika zoezi la usafi kwenye soko kuu la Kariakoo. Kama unavyojionea hivyo ndivyo usafi unavyofanyika, na hii yote ni kuelekea kwenye uzinduzi wa soko la Kariakoo mara baada ya kufanyiwa marekebisho siku ya hiyo kesho na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mpogolo akiwa
kwenye harakati za kufanya usafi namna hiyo. Huyu ni mkuu wa wilaya akiwa amefika hapa maeneo ya Kariakoo kuhakikisha usafi unafanyika na mambo mengine yanaendelea. Bwana, sisi tuko Kariakoo na hapa mkuu wa wilaya ya Ilala ndugu yetu Mpogolo, yeye akiwa anafanya masuala mazima ya usafi. Kesho soko hili la Kariakoo, kitovu cha uchumi wa Tanzania, likiwa linatarajiwa kufunguliwa ama kuzinduliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Hapo unaofanyika ni usafi, wananchi wameitika kuweza kufanya usafi na mambo mengine ambayo yanaendelea hapa.